Ya wapendwa watazamaji wa chaneli yetu, baada ya kukuletea yaliyojiri baada ya mvua ya dakika kama 30 hivi ambayo ilikuwa ni kubwa kweli na ya hatari katika jiji la Nairobi, likaharibu uzuri wa jiji la Nairobi, na kama ambavyo wengi mmeona kwenye media mbalimbali. Sasa ninakuletea aftermath, yani matokeo baada ya uharibifu ule. Lakini kwanza nataka ukumbuke kwamba uharibifu, haya madhara ambayo yametokea, labda wengi wanalaumu ni serikali, ni Sakaja na kadhalika. Ni kweli serikali ina wajibu wa kuhakikisha kwamba miundombinu ya drainage, yani drainage system inafanya kazi vizuri. Labda kuna uzembe fulani ulifanyika katika kuhakikisha zoezi hilo linafanyika, labda miaka mingi hata kabla ya mafuriko, kwa sababu kila mwaka Nairobi mvua ikinyesha kubwa huwa kunakuwa na mafuriko ya aina hiyo, hata kama sio makubwa kama hivi, lakini at least kunakuwa na changamoto, kunakuwa na kizaazaa. Sasa basi, kumbe nitaka tu niwafahamishe kwamba hiyo pia haitegemei tu na serikali, lakini hata sisi wenyewe. Kama hujawahi kutupa plastic bags au plastic takataka katika jiji la Nairobi au sehemu kwingineko, unaweza kutupia jiwe serikali. Lakini kama hata wewe umehusika kwa namna moja au nyingine katika kutupa takataka ovyo, hasa katika mitaa unapoishi huko Nairobi, hata kama uko nje ya Nairobi, wewe pia kwa namna moja au nyingine unachangia matokeo mabaya kama haya pale mvua zinaponyesha, kwa sababu hizo plastic bags na makopo mengine na takataka nyingine ambazo unazitupa, ambazo huwa ni kwa kifupi ni digested, huwa zinatafuta nafasi kwa kwenda. Sasa mvua kubwa inavyonyesha kama hivi, kunakuwa na mchanganyiko pia wa hizo takataka. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, tusilaumu tu upande wa serikali, upande wa Ruto, wa Sakaja, lakini hata wewe mwenyewe ujitathmini kama ni mtu wa kutupa takataka ovyo barabarani, kupitia kwenye magari, kufungua vioo na kurusha takataka nje, chupa na maplastiki mengine. Hata wewe pia ni tatizo. Kwa hiyo kila mmoja anahusika kwa namna moja au nyingine katika kuleta hali nzuri ya hewa. Sio tu hali nzuri ya hewa, lakini pia hata mazingira mazuri kwa ajili ya drainage system, kwa sababu jiulize, hizi takataka unapotupa zinakwenda wapi? Kwa hiyo kufungua macho kwa kila moja, na kila moja ajitathmini tu, mimi na wewe, na vingine hivyo nakuletea uone aftermath ya haya matukio yaliyotokea jana katika jiji letu la Nairobi. Asante, usahau kusubscribe. Barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. Barabara za kuelekea Singapore viongozi wanakula. Barabara za kuelekea Singapore. Breaking news. Kama wewe ni mzazi na mtoto wako alikuwa amefika town, naomba umjulie hali, ujue mahali yako. Watu wameanza kubebwa na maji. Hii ni town CBD. Watu wameanza kubebwa na maji. Kama uko na mpenzi wako ako town ama rafiki yako, mpigie simu juu watu wameenda wengi sana. Hii ni CBD, kumejaa maji. Magari zimebebwa na maji. Daule, kuna mtu mmoja pale, daule. Kuna mtu mmoja pale ameenda. So hii tuko hivi, hii ndio situation yenye iko. Hakuna magari zinaenda, ni watu tu wanabebwa na maji. Na ndani kwa zile gari kuna watu wameshindwa kutoka. Juu kuna ile gari watu wametoka wakabebwa wote. Watu wametoka kwa ile gari wakabebwa wote. Kwa hii gari dogo. So wale wengine wameambiwa wasishuke. Oh, usishuke wewe! Wewe dereva usishuke! Dereva usishuke wewe! Ngojea Sakaja akuje! Wewe ngojea Sakaja akuje! So guys, Sakaja tunataka chopa 2 hapa.
Sakaja tunataka chopa mbili hapa zisaidie watu wako hapa kwa magari. Hii gari watu wote wameshuka wakabebwa wote na maji. Yeah, situation iko hivi. Sasa ni saa 5 za usiku. So guys, madaiva wamechoka, walikuwa wanavukishia watu hapa. Wamechoka. Sasa tunataka helikopta 2. Sakaja tuma helikopta 2 hapa. Saa hii. Na si ati tunabebeleza ama nini. Mahali imefika hakuna mchezo. Kazi yenu tu ni kubomoa vibanda hapa. Kazi ni kubomoa vibanda. Mtu anaweza sema Nairobi town inakuanga Singapore. Hao watu wote walikupigia kura Sakaja, unaona? Hao watu wote unatesa hivi. Watu wenye wako kwa ile gari. Hizi magari. Hii gari ilikuwa inaonekana number plate. Sasa hiyo hadi number plate haionekani. Na wananchi wamesema ni one term. Umesemaje? Ni one term mama. Ai, one term zote. Ni one term? One term. Wanasema ni one term. Na si hadi tunakuchocha ama nini? Hii ni CBD hii. Singapore ya takataka hii. Singapore, wananchi wamesema Singapore ya takataka. Na yule kuna driver moja tu pale. Wewe! Wewe! Wacha kutupima imani bwana. Tunataka kura yako. Bwana. Hiyo moja inaangusha zake. So situation iko hivi, guys. Yeah, watu wanasema watumiwe helicopter moja hapa. Hebu mzumie huko aone. Acha nikuonyeshe. Lori imemezwa. Hebu. Lori imemezwa pale hivyo. Hiyo. Hadi paso mbili zimefunikwa hapo huwezi ziona. Kuna zingine nyuma. Kuna lori imekunywa maji hapo yote. Ndio hiyo. FRR mzima. FRR imekuwa imebeba tishio. So hiyo stock imeisha yote. Vile sisi tunaendelea mbele na maringo, tunaendelea mbele na nguvu, tunaendelea mbele tukiongeza members wetu wawe wengi, kwa sababu tukiwa wengi na tukikaa kwa mesa na wengine tutaongea na nguvu, lakini tukiwa wachache tukikaa kwa mesa kuongea na wengine tutakuwa wanyonge. Mnataka chama yetu iwe mnyonge? Basi kama hamtaki chama chetu iwe mnyonge, ninawaomba msajili watu wengi waingie kwa chama, wasiwe ni supporters peke yao, wasiwe wawe members wa party ambao wamesajiliwa. Guys, hii bana yote ni mvua ya jana. Hiyo gari penye unaiona hapo ilitoka all the way. Ilitoka kule juu, ililetwa na maji ikakuja hivyo. Ndio hiyo ikakwama hapo. Guys, So guys, it's not a joke, life like that. So let us pray for the victims. Tuombe wale ambao ni waathirika wa tukio zima. Basi ili mambo yarudi katika hali ya kawaida. Lakini kila mmoja afanye wajibu wake katika kuhakikisha kwamba dunia inakuwa sehemu nzuri ya kuishi kwa kila mmoja wetu. Asanteni mpaka wakati ujao. Thank you.